tamko lake kuhusiana na huu usajili wa Stefan Aziz Ki, anazungumzia Walter Harrison. Amesema kwamba miongoni mwa watu ambao walimshawishi Stefan Aziz Ki kurejea hapa kwenye klabu ya Africans basi ni pamoja na kocha Mang'oba Mnyithi, na yeye ndio alipendekeza na alimshawishi pia, alikuwa sehemu ya ushawishi wa kumrejesha Aziz Ki. Mwalimu anamtaka Aziz Ki na tayari amefanikiwa. Nani unahisi anakwenda kuingia kwenye mfumo? Aziz Ki kuingia kwenye mfumo wa mwalimu ama mwalimu kuingia kwenye mfumo wa Stefan Aziz Ki? Aliyemhitaji mchezaji kutokana na maneno ya Walter Harrison ni mwalimu. Maana Aziz Ki ndo anatakiwa aingie kwenye mfumo wa mwalimu, na siamini kama kuna mchezaji ndo mwalimu anatakiwa aingie kwenye mfumo wa mchezaji. Of course huwa inatokea hivyo Tanzania, mchezaji pengine anakuwa na jina kubwa ama anakuwa na sei kubwa kuliko kocha, na sio Tanzania tushai kutokea Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe alikuwa na sei kubwa pengine kuliko hata kocha, na alikuwa kuna muda hadi anakutanishwa na rais kirahisi tu, yani rais wa nchi anakutana na Kylian Mbappe, yani kama wewe kama unavyokutana na Juma, yani kama unavyokutana na Juma na yani na kitu inakuwa poa tu. Kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa wanamhitaji sana kwenye ligi yao. Lakini binafsi naamini Stefan Aziz Ki kwa Young Africans ni timu ambayo imejiestablish kwamba alitocheza jina peke yake, inatakiwa uonyeshe kitu ndio uweze kucheza. Kuna majina makubwa yameachwa nje, kuna watu walisajiliwa na majina makubwa wameachwa nje kutokana na hawajadeliver kile kitu ambacho mwalimu anakihitaji. Na mwalimu amemuondoa namba 10 aliyeperform vizuri kwenye miezi 6 ambayo aliingia ndani ya klabu ya Young Africans, in the likes of Alan Okello, lakini pia kamuingiza mtu ambaye ameshawahi kufanya vizuri akiwa na klabu ya Young Africans, lakini pia baada ya kwenda Wydad ya kufanya vizuri kiasi hicho, lakini alivyoenda Al Ittihad tumeona improvement imekuja, lakini sasa anamuingiza kutokana na attributes zile ambazo yeye ameziona kwamba Alan Okello namba 10, lakini pia Aziz Ki namba 10, lakini vitu ambavyo mimi navitaka kwa asilimia kubwa na vipata zaidi kwa Stefan Aziz Ki kuliko Alan Okello. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni Stefan Aziz Ki kulipa zile fadhila na gharama ambazo klabu imeingia kumuondoa amongst top performers wa ligi pamoja na klabu yao ili kumrejesha Stefan Aziz Ki ambaye ashaikuwa top performer hapo awali. Juma Shabani, baada ya kutrain kule Wydad kwa pamoja, Aziz Ki pamoja na Selemani Mwalimu Gomez, hatimaye wanakutana tena ndani ya klabu moja Young Africans, na wana mechi dhidi ya Coastal Union. Wana Mangush, wana mechi ya kuzungumza dhidi ya Young Africans. Yanga mechi ya kwanza wameshinda, Coastal mechi ya kwanza wamepoteza dhidi ya Mashujaa, si ndio? Na nilimsikia pia msemaji wao Diego anasema kwamba wanaenda kufufukia kwenye mikono ya Young Africans. Mechi za Coastal na Yanga kufufukia, yani walikufa, sasa wanaenda kufufuka kwenye mikono ya Young Africans. So walipoteza wakiwa nyumbani. Sawa. Na walipoteza pia dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo wana mazungumzo na Yanga. Yes, kwenye hiyo Mashujaa ambayo imeshinda dhidi ya Coastal ilikuwa haina mchezaji kama Jonas Gerald Mkude. Na jana nimeona wamewatambulisha wachezaji kama wawili wengine ambao wameenda kwenda kuongeza nguvu kwenye upande wa kikosi chao. Wako chini ya kocha Amani Josia. Tunajua kazi kubwa ambayo alifanya kwenye upande wa Dodoma Jiji na pamoja na hiyo Tanzania Prison. Na ukiangalia kwa upande wa Young Africans, wachezaji kichukua kinawatatiza ni kuweza kupata vibali vya kuweza kucheza kwenye upande wa ligi. Kwa maana Selemani Mwalimu bado kuna vitu vilikuwa vijakaa sawa, Stefan Aziz Ki kuna vitu navyo pia vilikuwa havijaweza kuweza kukaa sawa. Yanga msimu huu wamefanya kitu kimoja kama ambacho alichokifanya Simba Sports Club. Simba alimuuza Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa ni top performer kwenye msimu huo. Wakaenda wakamchukua Clatous Chota Chama. Ukiangalia eji Ahoua pamoja na Chama ni vitu viwili tofauti. Yaani unatarajia zaidi kukaa na Jean Charles Ahoua kuliko Clatous Chota Chama, lakini wao waliangalia zaidi kwa sababu kwenye upande wa hizi timu kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Ukiona sajili kama za kina Peter, kama kina Stefan Aziz Ki, ni sajili ambazo unaamini kwamba ndani ya misimu miwili inahitaji kupata matokeo fulani. Lakini wachezaji kama kina Alan Okello, Jean Charles Ahoua kwenye eji ndogo ambao wako nayo, unaamini kwamba hapa tunaweza tukapata mafanikio labda ndani ya miaka 5, miaka 4. Kwa hiyo na Yanga nao wamefanya kitu ambacho Simba alichokifanya kwenye msimu uliopita. Lakini Azizi na Mwalimu nini ambacho watakachoenda kwenda kukiongeza katika upande wa timu? Naamini kwanza wataenda kuchallenge kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu
hata wenyewe wachezaji pia wanajua kwamba huyu ni jamaa ambaye amekuja sasa hivi. Kwanza alikuwa ni MVP, yani msimu wake akiwa na Young Africans kwenye misimu yake mitatu ashakuwa na hiyo crown, lakini pia baada ya hapo huyu ndo ni mchezaji bora na ni kipenzi pia cha mashabiki wengi wa Young Africans, kwa sababu Yanga wameenda kutengeneza tukio ambalo kwa mara ya kwanza tumelishuhudia, na pengine tulikuwa tuna doubt nalo kwamba kuna siku itafika hatua kwamba mashabiki watalipa tu viingilio kwa ajili ya kwenda kumuona mchezaji mmoja kwa ajili ya utambulisho, kwa sababu tumeona halaiki nyingi ambazo zilikuwa zinatengenezwa ni hizi Yanga Day ambazo zinahusisha pia burudani pamoja na mechi na wachezaji wote ambao wamesajiliwa katika upande wa msimu huo. Lakini juzi ilikuwa ni tukio tu la Stephane Ziki peke yake, pamoja na kuangalia mechi yao dhidi ya Namungo. Namna gani ambavyo leo amezungumza hapa, Azizi anatakiwa kwenda kulipa kile ambacho wanayanga wamekuwa na imani naye. Kwao ni jukumu la Azizi kukumbuka, na pengine kitu ambacho kinachotakiwa kuanza kumpush zaidi ni kukumbuka ule msimu wake wa katikati ambapo alimaliza ligi akiwa na goli 21. Alimaliza ligi pia akiwa MVP, si ndio? Anatakiwa akumbuke kuanzia hapo. Sasa baada ya hapo aanze kuangalia mahitaji ya timu, nini ambacho timu inachokihitaji. Na uzuri baada ya kupewa maiki, speech yake ilikuwa sio kushinda ubingwa wa NBC, kwa sababu hata baada ya kuondoka Young Africans still bado Yanga imefanyaje? Imechukua ubingwa. Lakini ukiachana Yanga kuchukua ubingwa wa ligi, kiu ya Young Africans ni ipi? Yeye mwenyewe alizungumza akasema, kwa pamoja taski yetu kama wachezaji pamoja na mashabiki, jukumu letu ni kwenda kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF Champions League. Ukishakuwa mchezaji mkubwa, mafanikio yote lazima ushinde CAF Champions League. Wanapita Shaulile ambaye ameshinda hilo taji la CAF Champions League, ameshinda taji pia la EFL, lakini wana Stephane Ziki ambaye kashatoka, ameenda kucheza kombe la dunia kwa upande wa vilabu, ameenda kwenye ligi ya Libya. Kuna namna anajiattach sana nao mafanikio makubwa. Huku kwenye ligi hapa Tanzania kashamaliza kila kitu. Sasa ili ajipambanue na watu waone thamani, kwa nini watu wameenda kuriski kumtoa Alan Okello na kumchukua Stephane Ziki, ni kwenda kushinda kwenye haya majukwaa makubwa. Selemani Mwalimu of course ni mchezaji mzuri ambaye anaweza akaanza kumpa Mwalimu option nyingi, kwa sababu tumeona mechi mbili ambazo mechi ya kwanza kacheza Ibrahim Tule, kuna namna ambavyo tumemuona bado anahitaji muda. Mechi ya pili dhidi ya Namungo, Mwalimu alianza na washambuliaji wawili kwa wakati mmoja, ambao na yenyewe pia haikumlipa kwa kiasi hicho ambacho alichokuwa anatarajia, na alicheza dakika 45 tu pekee. Bado unaiona hiyo nafasi kwa upande wa Selemani Mwalimu. Upinzani naona utakuwa mkubwa zaidi ikitokea kama akisharejea Clement Mzize, kwa sababu Mzize anaweza akakupa vitu vyote hivyo kwa wakati mmoja, na kasi, nyumbulifu, lakini ana uwezo wa kucheza katika eneo la ushambuliaji akisimama kama mshambuliaji wa mwisho, lakini anaweza akatokea pia kama pembeni. Kwa hiyo ni usajili mzuri ambao Young Africans wameufanya dakika za mwisho, lakini unaenda kwenda kuongeza kitu katika upande wa kikosi chao, kwa sababu juzi nilikuwa nasikiza interview za mashabiki wa Simba wanakuambia kwamba haiwezekani unaenda kwenye mashindano ya CAF hauna hata mchezaji mmoja hata wa bilioni 2. Maana yake nini? Kwamba leo hii Young Africans watu wanavyoiona Azizi amefanya vizuri akiwa na Yanga. Cha kwanza ni kwamba pale kilichoenda kwenda kutokea inawezekana wasiwe katika hiyo performance nzuri, lakini ile unajua kwamba tunakutana na Yanga, kuna wachezaji wengi ambao wanatakiwa kuwafanyia maki. Kuna Peter anatakiwa atembee na mtu, kuna Stephane anatakiwa atembee. Kwa hiyo Juma, wewe imani yako inakupa kwamba pengine Young Africa anaweza akachukua ubingwa wa CAF kutokana na kikosi, yani unapata hiyo imani? Kusema kwamba anaenda kuchukua ubingwa wa CAF, imani yako, sijasema anaenda kuchukua, imani yako inakwambia kwamba anaweza kaleta kombe la CAF. Wanaanza kuelekea kwenye hatua, sio kwenda kuchukua ubingwa. Mwango unaonekana kuchukua kombe. Wewe unaamini nafasi gani ni realistic kwa Young Africans kwa michuano ya klabu bingwa msimu? Nafasi gani wakienda nayo wamefanikiwa msimu? Malengo yao msimu wamesema robo finali, si ndio? Tuishie hapa ambapo walipopataka zaidi. Malengo ya Yanga wewe yapo, tunakuuliza. Kwa kikosi ulichokiona zimetumika zaidi ya bilioni 8. Kuna bilioni 2 hapo kazitaja za mchezaji mmoja. Sasa yani uwezi tu ukawa na bilioni 8 ukaenda ukakompiti CAF Champions League na ukashinda. Wewe hapo sasa, kwa mtazamo wangu mimi, wewe hapo Juma, sioni Yanga wakienda kushinda CAF Champions League. Okay. Yani kwa sasa hivi hicho walichokianza, si ndio, kinawahitaji wafanye hivi kwa mwendelezo mkubwa kwa misimu 2 mpaka 3.
Hapo ndo tafsiri yako ni kwamba sasa ndoto ambayo anaiota Aziz Ki kwa msimu huu haitowezekana. Ni kama ndoto alikuwa anaiota Chama. Yaani kuota kila mtu anaruhusiwa. Kwani wakati sasa Chama mbona unataka kuweka mambo kwa mizani wewe ufanane? Wakati Chama anaenda ngoja sasa. Nisikilize Juma bwana. Hapa tuko kwa Yanga Afrika. Sasa Chama kama vile unataka kuwahusisha Simba na malengo ya Yanga. Ndio maana nakwambiaje hizi ndoto kila mchezaji huwa anaota. Wewe Stefan Aziz Ki. Tutakuja kwa Chama. Kwa sababu malengo ya Azizi umemuingiza Chama. Kitu ambacho sijakuuliza huko. Nimekuuliza kwa Stefan Aziz Ki. Umeizungumza vizuri hapa, umesema huwezi kuchukua timu kubwa, unataka kufika mbali alafu kuna mchezaji hata bilioni 2. Kitu ambacho Yanga wamefanya. Je, kwa wewe ulivyoichambua hapa Yanga, kikosi ulivyokiona, majina ya wachezaji ni wakubwa. Yanga ana hiyo nafasi ama unaiona hiyo Yanga ikienda kuchukua ubingwa wa CAF kuleta Tanzania? Jibu ni hapana. Je, tafsiri yake ni kwamba Stefan Aziz Ki anaiota ndoto ambayo haiwezi kukamilika kwenye msimu huu? Kwa msimu huu hapana. Hawezi wakashinda ubingwa wa Afrika. Basi tushi hapo. Yes. Baby kiongozi. Ndoto Betha. Kila mchezaji tumeshaweka nukta. Amesajiliwa Kevin Nasho. Jamani kazungumza ndoto yake ni kushinda ubingwa wa Afrika akiwa na Simba. Jamani sisi tunazungumzia Yanga Afrika hapa na malengo yao. Ambaye huyo Kevin kwa sasa hivi watu hawajamuona kwenye majukwaa makubwa. Sasa nikuulize, unataka Kevin aingie kwenye kikosi cha kwanza, anamtoa nani? Si mwandareti mchezaji. Ndio. Lakini mwalimu anaona zaidi mazoezini kuliko sisi. Lakini kinje ukiniambia mimi Kelvin Nation na Jabbar, of course mimi nitaondoka na Kelvin Nation. Wala sitani. Lakini sijui nini anachokionyesha mazoezini. Betha, kwa maneno yako ina maana Kevin Nation ni chaguo la 3 mpaka la 4 ndani ya klabu ya Simba. Kwa sasa hivi kwa wanaocheza ni la 3 na wanastahili kucheza na waanze. Mimi ukiniuliza hawastahili. Anastahili kuanza katika wale viungo watatu ni Kelvin Nation. Kwa Jabbar na Kelvin Nation. Kwa sababu Jabbar sio mchezaji mbaya, lakini Jabbar mimi nimemwangalia kwenye mechi ya wanacheka. Nasikiza uchambuzi wako. Jabbar nimemwangalia kwenye mechi ya ile ya kwanza ya ligi Kagera Sugar, nikamwangalia kwenye mechi ya Derby. Jabbar sio mchezaji ambaye anaweza kukupa mechi dakika 90 kwa ubora ule. Mechi kweli hawezi kucheza dakika 90. Pale Simba anayekupa mechi dakika 90. Kwa kuna uwezekano kabisa Jabbar anapendelewa. Ndio maana nimesema nimejilinda, nimesema kwamba sijui wanaonyesha nini mazoezini. Sababu mazoezini strain na team sioni. Mimi naangalia nje, naangalia alichokideliver Kelvin Nation akiwa na Pamba na anachokionyesha na niliu Jabbar. Sijamwangalia Jabbar akiwa kwa, nimemwangalia Jabbar akiwa hapa. Unaamini mwalimu anaweza kapanga kikosi ambacho yeye anatamani kufungwa? Hapana, lakini na Betha kama umeona Betha kama umeona kwenye timu tunajuana bwana, usitake tuongee bwana. Betha, umesikia? Kama kwenye timu unaona kuna wachezaji wa Simba ambao hawamalizi dakika 90. Turejee kwenye kauli yangu ya kwanza. Kwamba unakubaliana Simba msimu huu hakuwa na pre-season nzuri? Of course nakubaliana naye. Sio Simba msimu huu, timu gani imekuwa na pre-season nzuri ya bwana? At least Azam wamepiga. At least. Lakini mechi yao tulivyoona kama vile wakwenda hiyo ni kawaida yao, lakini yani kama kwenda pre-season. Yani unajua ukianza pre-season inatakiwa tuone gari limeanza kuwaka kuanzia mwanzoni, kwa sababu una kocha yule ambaye alikuwepo, technical bench ile, asilimia kubwa zaidi ya nusu wachezaji ambao walikuwepo robo 3. Kwa unategemea kuona gari hiyo limewaka kuanzia hapo. Msimu huu hakuna timu ambayo imeanza na pre-season nzuri. Hakuna hapa Tanzania. Ndio maana unaweza kuona hata wachezaji ambao unawazungumza Betha, wakina Jabbar yani bado hawajawa kwenye ile full fitness. Na nafikiri ligi inavyoendelea tutaona wakichanganya, na hivi mechi ambazo zinachezwa kwa wiki sasa hivi ni mechi 2. Tutaona tu wakichanganya taratibu, na pengine hata Kevin Nation naye akija kuchanganya tutakuja kumuona. Anza kana mtoa Kagoma, sababu ukiangalia Kagoma nani sasa? Anza akamtoa Kagoma. Nani amtoe Kagoma? Nasho. Juma taratibu bwana. Mechi ya Derby ilimpalia Kagoma. Taratibu bwana. Mechi ilimpalia. Hivi kweli mechi ya Derby kweli ndo mtoe Kagoma kwa sababu wafai? Kagoma kafanya mangapi kwenye msimu uliopita kwenye timu? Kila mchezaji tumwangalie katika msimu uliopita. Hamna bwana. Kwa nini siwezekane? Kama ana form mbaya. Kwa hiyo mechi ya Simba na Yanga, yani mechi moja, sio mechi moja. Huyu ameongelea continuously. Yani Kevin Nation mechi imempalia ya Simba na Yanga. Kevin Nation kasajiliwa pale
ikitokea nafasi yeye apate nafasi ya kucheza. Haijalishi ni Jabal, kwa sababu Kevin Nash anaweza akacheza kama holding, anaweza akacheza kama 8, anaweza akacheza kama box to box. Ni wewe tu unaamua unatakiwa kumtumiaje. Sasa yeye pale popote ambapo fursa itajitokeza, iwe kwa Yusuf Kagoma, iwe kwa Jabal, yeye yupo tayari kwa ajili ya kucheza. Mimi naamini binafsi. Na tuseme tuangalie performance. Tuandikie ujumbe wako hapo. Unaiona nafasi ya Kagoma kumpisha Kelvin Nation kwenye kikosi? Mimi nasema hapana. Sasa kitu kimoja, wewe nakwambia kitu. Kwa upande wangu labda uniambie Jabal. Yaani ile sio jina la ukoo. Yaani kwamba ile nafasi ya namba 6, yaani kwamba ile sasa jamani. Na mwalimu sasa hivi yupo kwenye pressure kubwa. Sasa hivi gari limewaka. Ngoja. Kuna mchezaji ambaye alikuwa ana perform nzuri kama nani? Chama. Miezi miwili ya mwisho ya ligi ya msimu uliopita. Labda ya katikati. Kuanzia mwezi wa 4 mpaka kumaliza ligi. Of course ule wa mwisho ule alikuwa na ile mwezi wa 4 wa 5 alikuwa na performance nzuri, si ndio? Mechi ya dabi kacheza dakika ngapi? Hajamaliza dakika 90. 65. Si ndio? Ya Kagera hajaanza. Kaanza nani? Hajaanza. Na hajacheza kabisa. Kwa hiyo kama tukianza sasa, huwezi jua matumizi ya mwalimu. Hapana, si anamuona mazoezini. Huwezi jua. Hivi Juma, nikwambie, unajua kwenye mzunguko huu wa kwanza Simba miongoni mwa timu ambayo inaanza na mechi ngumu kweli kweli ni Simba. Sasa huwezi kutumia wachezaji wako key players wote kwenye mechi ambazo unajua kabisa nikimweka Maurice Abraham anaweza kanipa kitu. Anaweza akapiga. Simba wanatoka hapo wanaenda Mwanza. Nani ambaye ana mechi ngumu? Wana mechi na Pamba. Yaani kila baada ya siku mbili. Angalia timu wanazokutana nazo. Ni wanakupa mechi kweli. Pamba akitoka Pamba arudi Dar anaenda Singida. Akitoka Singida Chamazi. Sekafa sumumona Chama. Shehe, kwa lazima uwe na plan B. Uwezi kutumia wachezaji hao au key players. Na mimi ningekuwa mwalimu, mechi hii ya Pamba, mimi ningempumzisha Jabal, Kagoma ningemweka Maema, ningemweka Kelvin Nation. Winga ningemweka nani huyu? Bakari Msimu. Yaani wao kina Senti Aura wote wanatakiwa kupumzika. Kwa malengo ya timu, lakini sijui mwalimu anachokiwaza. Kwa sababu unajua ukitoka hapo kufanya mabadiliko kama haya. Unaangalia na ugumu wa mechi. Hizi mechi za kwanza ukidondosha alama kuzirejesha nyuma unajua ni ngumu. Unaenda kucheza na timu kama unaenda kucheza na timu kama Singida. Udondoshe alama. Huna uhakika kurejesha hizo alama. Unaenda kucheza na Azam. Ibenge ni mshindani na unajua hilo. Ukidondosha tu alama kwenye huu mzunguko wa kwanza, kuzirejesha nyuma ni ngumu. Ndio maana rais wa Federation. Kwa hiyo zinapokuja mechi kama hizi Pamba, Coastal Union, lazima mwalimu uchekeche. Wachezaji wangu nilionao ndo quality ndo hii. Betha, wewe unaamini selection ya kikosi inatokana na nini? Yaani mwalimu mpaka anasema hii ndo first 11 na anachokipata mazoezini kwa wachezaji. Sasa hilo ndo jibu la swali lako. Kwenye tangia Simba kwenye michuano ya Sekafa, Chama bado hajashine. Si mwalimu anachotosha mazoezini. Chama ameanza na kaenda pamoja na timu. Mimi nikuulize Ray. Tunaangalia mwalimu anachokipata mazoezini. Kwa hiyo mwalimu anachopata sio mazoezini pekee, kuna wachezaji mazoezini ni hatari. Lakini ukimpa kwenye mechi wewe unaamini Dumbia ni bora kuliko Mpanzi? Style ambayo anataka kucheza Steven Barker anahitaji standing strike. Yes. Yeye binafsi kichwani wake style yake mimi nahitaji standing strike na ndio maana akaenda kumsajili Dumbia. Lakini Dumbia hafanyi kile ambacho anakitaka. Ndio maana Kamila. Nakubaliana na wewe. Je, hiyo style ameitumia kwenye mechi ngapi na haijampa matokeo? Mechi zote ambazo amecheza za Sekafa ameanza na standing strike ambaye ni Dumbia. Na huu ni mwanzoni msimu na mechi nyingine akaja kumwanzisha Yanga ya Jamii, akaja kuanza na Kagera Sugar. Maana yake katumia style hiyo moja. Ndio. Huku Mpanzo akianzia benchi. Je, style kama haikupi matokeo, kwa nini unaendelea kuona hiyo style? Sasa style, kwa nini usibadilishe mfumo? Style ya kiuchezaji haiwezi kubadilika ndani ya mechi 3. Ni siku mpaka 90. Sio mechi 3 bwana. Mechi 3 zaidi ya siku 90. Mimi nimeweka mpaka za Sekafa. Aya, tufanye hivi. Simba tangia imeanza Sekafa mpaka sasa hivi imepita miezi 3. Haijapita. Sasa kwa nini mwalimu abadilishe style ya kiuchezaji? Bwana, nyota njema inaonekana asubuhi bwana. Kwa Chama. Unakumbuka hakuna nyota njema inaonekana usiku shehe. Aliwahi kusema Baraka Mpenja hapa, nasema hivi, mchezaji mzuri anahitaji mpira sio muda. Unakumbuka Ziziki itakiwa kuondoka Yanga? Nakumbuka. Msimu wake wa kwanza ule. Nakumbuka. Uwe na akiba sasa. Uwe na akiba maneno.
sisemi mbaya, ni mzuri, lakini kuniambia kwamba anatakiwa aanze kila mechi afu Mpanzu atokee sababu, mimi ndo nakataa, kwa sababu mwalimu ushatumia hii falsafa zaidi ya mechi 3 inagoma. Kwa nini usibadilishe mfumo? Na kingine, Mpanzu pia sio lazima enda kacheze kama namba 9. Yaani Setiaula naye kaanza taratibu kama umemwangalia kwenye hizi mechi 2-3. Sehemu ambapo bado analegalega, anaweza katoka kaanza ili Mpanzu bado akupatia matokeo ambayo maana wanababaisha sasa hapo. Yaani falsafa Betha. Manake ndio hicho. Juma unataka kumaanisha hapo, manake wanababaisha, bado hawajajipata vizuri kwenye eneo lao. Mimi kaanza taratibu, sikatuonyesha msimu uliopita na tukasema ni mchezaji bora, si ndio? Kwa msimu huu, yani Setiaura kaanza taratibu. Kwa ina maana kama bado kaanza taratibu, kwa sababu kitu kimoja, mchezaji yote anapoanza taratibu, lengo sio kumpunguzia muda wa kucheza, ni kumpa muda zaidi wa kufanyaje? Wa kucheza. Yaani kama kuchangamka, Rea alivyosema, inawezekana katikati mwa mashindano wachezaji wakaanza kufanyaje? Wakaanza kuclick. Kwa hata mwalimu anachokifanya pia ni kitu kizuri. Lakini kija kwenye kesi kama ya Chama, mwalimu anamkumbusha kwamba hii timu hautocheza wewe mwenyewe peke yako. Kwa maana kwamba ni kila ambacho unachokitaka kuanzia mazoezini na kwenye mechi, kama usipokitimiza, mimi naweza nisikupe hiyo nafasi. Na tuliona kwenye mechi ya Zanzibar wakati Hersi anaenda kumkumbatia Clatous Chota Chama, ile jicho alogeuka nayo nani kocha, kwamba kwenye mechi haukunipa mimi ninachokitaka, lakini huku unakumbatiwa unafurahi. Haja fly Chama bwana. Kitu kingine cha kukumbushwa Betha, Chama na kaa benchi, Kagoma yeye ni nani? Yaani usipofanya vizuri kwenye klabu, hakuna mtu mwenye garantia nafasi. Yaani hata wewe umewahi kufanya nini hapo awali, lakini kama uchezi vizuri au ipi timu ambacho inataka, mwalimu atakuweka nje, kwa sababu mwalimu naye analinda kibarua chake. Kwa hiyo hata huyo Nation na Kagoma pia, kama ikitokea Kagoma atashuka, Nation atacheza. Na ninachompenda Nation, kwanza ana confidence. Yeye mwenyewe alizungumza akasema kwamba nitakachokifanya ni kumpa mwalimu maamuzi magumu. Aanze na nani? Aanze na mimi, either aanze na nani? Kagoma au tucheze wote kwa pamoja. Kwa hiyo ina maana ikitokea kweli siku Nation kweli anapoa nafasi, kwa sababu siwezi kuzihesabia hizo Sekafa, kila mmoja alikuwa anacheza kwa hiyo tension. Mtu anajilinda nini? Mimi nitaanza kuhesabia wachezaji kuanzia kwenye mechi ya dabi, sawa? Tutakuja kwenye hizo mechi za ligi. Pale mtu yote anayepewa nafasi lazima ahakikishe kwamba anafanyaje? Anaitumia. Umeona Libasa Igea ameanza kwa mguu mzuri, assist 2, anaingia kipindi. Yes, hata kwenye kufika. Yes, na huyo kachelewa kufika, si ndio? Elie Mpanzu naye pia kachelewa kufika kwenye upande wa mashindano na Sekafa. Nadhani alianza Libase ndo akaja Elie Mpanzu, si ndio? Na mechi yake ya kwanza ambayo Elie Mpanzu alicheza ndo ameenda amescore pia. Kwa unaona kwamba alipoishia Elie Mpanzu na Libasa Igea ndio hapa ambapo walipofanyaje? Walipopaendeleza. Lakini watu wanakuwa na doubt kwa baadhi ya wachezaji. Ani Setiaura hajaanza na ile kasi ambayo watu wengi waliomuona nayo. Clatous Chota Chama, kwa sababu kuna message ambayo pia mwalimu anataka kuitoa kwa upande wa viongozi. Na kuna siku moja Betha nishe kuzungumza hapa nikasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Simba wanatakiwa kufanya mabadiliko ni tena leo hapa kanisaidia, akasema kwamba Simba tu hahitaji kiungo namba 10 ambaye anatakiwa kucheza kwenye eneo kubwa la uwanja, kitu ambacho ukioni kwa Chama, ukioni kwa nani? Kwa Neo Maema. Mchezaji ambaye alikuwa anamfikiria ni Faisal Salum kwa ajili ya kwenda kuhudumu katika ile eneo. Kwa hiyo mwalimu anatoa ujumbe pia kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili kwamba sehemu ambayo tunao miss ni hii, na sijajua viongozi wa Simba wao wanachukuaje, kwa sababu ukianza kuangalia kutoka kipindi ambacho yuko Fadru mpaka sasa hivi ni makocha ngapi ambao wamepita hapa Simba mpaka kuja kwa upande wa Steven Becker. X factor player ambao kaanza nayo alikuwa ni Fadlu Davis, kwamba jamani tunahitaji kiungo namba 10 hapa. Hatuna. Hapo wakati anamtaja kiungo namba 10, kumbuka timu ina Jean Charles Ahoua ndo top scorer pale. Top assist wa pale, si ndio? Kile mwalimu bado alikuwa anaona kuna kitu cha ziada ambacho, kwa sababu Jean Charles naye hakupi role kubwa akiwa uwanjani. Naye anajikatia kaeneo kake tu. Kuna muda atakuwa mjanja, itatokea free kick atamaliza, atashoot nje ya boxi. Hivyo kwa hiyo kuna matatizo ambayo walimu wengi ambao wamepita zaidi ya 2 mpaka 3, kila mmoja analalamikia hilo changamoto. Lakini pia kwa Beka, ukiachana na hii performance nzuri ya mchezaji kama Yusuf Kagoma ambaye ametupa msimu uliopita, bado katika watu ambao walikuwa wanahitaji mwalimu ni kiungo namba 10 pamoja na kiungo namba 6. Baada ya kumsajili Ibrahim Jabal,
Watu wengi walikuwa wanajua akienda pale atahudumu kama kiungo namba 6, lakini watu wengi baada ya kuanza kumuona mazoezini, mwalimu alikuwa anamtumia kama kiungo namba 8. Tafsiri yake kwamba katika eneo anaocheza Yusuf Kagoma pia anahitajika apatikane mtu ambaye anaweza akatengeneza ushindani kati yake pamoja na Yusuf Kagoma. Raymond amezungumzia X Factor hapa. Alianza kuitaja Fadlu Davis na tukamuona Jairuti naye kaja na kampeni yake ya X Factor, watu wanunue jezi waweze kumchukua mchezaji, na nimeona athari yake